Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kamanda mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameionya Marekani kuhusu mzunguko usiokuwa na maana na uongo pamoja na migongano. Kamanda wa makao makuu ya majeshi ya Iran, Khatami al-Anbiya, ameonya Marekani kuhusu mzunguko wa uongo, tasa na wenye migongano katika mienendo yake baada ya Washington kutishia kwanza kwamba itashambulia miundombinu ya nishati ya Iran na kisha kudai mazungumzo yameidhinishwa. Marekani kwa upande mmoja inazungumzia makubaliano na mazungumzo na kwa upande mwingine inafanya uovu, amesema Meja Jenerali Ali Abdullah katika taarifa yake iliyotolewa mnamo Alhamisi. Onyo lake limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kwanza kuipiga vikali sana Iran na kuteka kisiwa cha Kharg. Kisha saa kadhaa baadaye akatangaza amefuta mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya Iran, akidai mazungumzo yamefika katika ngazi ya juu ya uongozi wa Iran na kuidhinishwa. Mgongano huu wa wazi katika mienendo ya matamshi ya Marekani ndio chanzo kikuu cha ukosefu wa usalama katika eneo la magharibi mwa Asia na amehatarisha usalama wa biashara wa uchumi wa kimataifa, hasa lango la bahari la Hormuz. Jenerali Abdullah amesema viongozi wa Marekani, kutokana na ukosefu na uelewa sahihi kuhusu taifa la Iran lenye heshima na ujasiri na vikosi vya jeshi lenye nguvu, wanafuatilia mzunguko wa uongo na tasa wa Marekani. Kamanda huyo ameonya kwamba kama Marekani itafanya mashambulizi zaidi dhidi ya Iran, moto wa vita utapanuka na kuwa mkubwa zaidi na kueneza ukosefu wa usalama katika kanda nzima. Meja Jenerali Ali Abdullah amesisitiza kwamba vikosi vya jeshi la Iran vitaendelea kuwa katika hali ya utayarifu kamili, umakini na udhibiti wa kipelelezi na vitajibu kwa dhati tishio lolote dhidi ya usalama, mamlaka na ardhi ya nchi kwa operesheni athirifu, chungu na zitakazosababisha majuto. Hata hivyo, kwa mujibu wa waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi, amesema kwa sasa moja kati ya mambo muhimu yanayofanyika ni diplomasia na jukumu la kidiplomasia ni kuimarisha mafanikio katika uwanja wa vita. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ameelezea muundo wa makubaliano tarajiwa kati ya Iran na Marekani na amesisitiza kwamba diplomasia inakusudiwa kuimarisha mafanikio ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika uwanja wa vita. Katika mahojiano na televisheni, mwanadiplomasia huyo mkuu alitambua Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kama upande pekee ulioshinda katika uchokozi usiokuwa na sababu wa Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema matokeo ya uchokozi huo yameonyesha mafanikio makubwa ya kimkakati. Anasema Iran ndio mshindi wa vita hivi na watu wa Iran ndio washindi halisi wa uwanja huu, amesema Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran. Araghchi amekumbusha kuwa ushindi huo umepatikana licha ya wavamizi wote wawili kumiliki silaha za kisasa pamoja na uwezo wa silaha za nyuklia, lakini wamezuiwa na Iran kufikia malengo yao. Kwa kawaida, baada ya ushindi kama huo ni muhimu kuimarisha kupitia makubaliano ama maelewano, anasema Abbas Araghchi. Aliongeza kuwa juhudi za kidiplomasia zinazolenga kuimarisha ushindi huo na sasa ziko katika hatua za mwisho na zimetokana na hati za makubaliano katika vifungu 14 ambavyo vimejadiliwa kwenye vyombo vya habari. Amesisitiza kwamba hati hiyo bado inaweza kubadilika hadi itakapoidhinishwa kwa mara ya mwisho na kwamba maelezo yake yatatangazwa baada ya kukamilika. Ameongeza kuwa mali zinazozuiliwa za Iran zitatolewa baada ya kusainiwa mkataba wa makubaliano, akiongeza kuwa mchakato wa kusaini makubaliano hayo unaweza kufanyika katika muundo wa kidigitali katika kipindi cha siku moja ama mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran kadhalika amesema kuwa mada nyeti ikiwemo suala la nyuklia linalohusisha urutubishaji wa madini ya uranium yaliyorutubishwa kwa kiwango cha juu zimeahirishwa hadi hatua ya pili. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.